Hadithi hii ni hadithi ambayo inaeleza nguzo za Uislamu. Na tulisema tutakuwa na mfumo wa aina mbili. Mfumo wa kwanza kutafsiri hadithi kwa moja kwa moja kwa ajili ya wale ambao wamehudhuria na sisi wafahamu. Kisha baada hapo tutasoma hadithi kwa undani. Taib, kwa ajili ya wanafunzi. Taib, hadithi hii ni hadithi iliyo sahihi, hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na Muslim. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala 5. Uislamu umejengeka katika mambo matano, katika nguzo tano. Na tulisema nguzo ni mahiyatu shay, ni aljuzu min ash-shay alladhi la yatajazza, ni kitu ndani ya kitu ambacho huwezi kutenganisha. Tukatoa mfano sala. Nguzo ya sala ni kusoma suratu Fatiha. Kusujudu ni nguzo ya sala. Kurukuu ni nguzo. Kusimama kwa yule mwenye uwezo ni nguzo ya sala. Tayeb, yule ambaye atasoma suratul Fatiha, hatosoma suratul Fatiha, sala yake inakubalika? Ikubaliki? Haikubaliki. Lakini atafanyaje kama amesahau? Kama aliingia kusujudu, atarudi tena, atafuta yote, ataanza upya, atasoma suratul Fatiha kisha na kuendelea. Kwa hiyo rukun, nguzo, ni kitu ambacho hakisamehewi, ima kwa makusudi au kwa kusahau. Tayeb, kwa hiyo nguzo za Uislamu ziko tano. Ya kwanza kushuhudia shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na tusema hii shahada ya kwanza ndio shahada ambayo inabeba Uislamu pamoja na nguzo za imani zote, kwa sababu kushuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah ina maana tatu. Kwanza, shahada ina maana tatu: uamini moyoni, utamke kwa ulimi na utangaze, isipokuwa kwa yule ambaye mwenye udhuru, anaogopa asije akapatwa na matatizo, kama ilivyokuwa kwa Ammar ibn Yasir na wengine, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Tayeb, shahada ya pili kushuhudia kwamba Mtume Muhammad ni mtume wa mwisho na ni mtume wa kweli na ametumwa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukirudi kwenye shahadatu an la ilaha illa Allah, kushuhudia hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki, ziko katika vipengele vitatu. Sawa? Kipengele cha kwanza kushuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa, hii tauhidul uluhiyya. Sawa? Uabudu isipokuwa kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ya pili kuamini kwamba vyote hivi, mfalme aliyeumba, anayeendesha kila kitu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukasema leo mvua imenyesha, timu fulani itashinda. Timu fulani haina uwezo wa kuishikilia mvua, bali mvua ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anayejua ndani ya tumbo la mwanamama ni mwanaume au mwanamke, aina gani, mapacha au peke yake, ni nani? Na Allah anasema wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, na Mola wako ana ufunguo wa ghaib, hakuna anayefahamu isipokuwa Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Allah anasema mpaka jani lile mbichi iliyokauka na ambayo ni mbichi, ambayo iko katika mti, na kwenye kila mti kuna tawi, na kile ambacho kimeanguka Mwenyezi Mungu anakifahamu chote. Mwenyezi Mungu anafahamu. Tukatoa mfano hapa, tulisema kuamini qadari ya Mwenyezi Mungu, kwanza kuamini kwamba Mwenyezi Mungu alijua kila kitu, na Mungu alijua alilm, alifahamu na akajua kila kitu kabla ya kuiumba kalamu kwenye lauhul mahfudh, akaiambia iandike kabla ya uumbaji wa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Mwenyezi Mungu alijua kabla uumbaji wa chochote kwamba leo mtu fulani utavaa kitu fulani, utatingishika hivi, utafanya hivi baada ya sekunde mbili. Yani elimu Mwenyezi Mungu ni pana. Sasa wewe peke yako, chukulia wewe na wanadamu wengine, chukulia wewe na wanadamu na viumbe vingine, chukulia wewe na wanadamu waliokuwa duniani na viumbe vingine vilivyokuwa duniani na vilivyomo mbinguni. Mwenyezi Mungu anajua sakanat na harakati ya kila kiumbe kuanzia Adam
kabla hata uumbaji wa Adam, kabla uumbaji wa chochote, Mwenyezi Mungu alikuwa na elimu nacho. Kisha akaumba kalamu, akaiambia kwenye Lauhul Mahfudh andika, ndio ikaandika maqadir ya viumbe vyote. Kisha ndio mbingu na ardhi ikaja ikaumbwa. Tayib, shahadatu an la ilaha illa Allah, pia kwenye kushuhudia ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina na ana sifa tena ni nzuri, walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Hakuna mtu anayeshirikiana naye katika hiyo sifa na hiyo jina. Kisha wa anna Muhammadan Rasulullah, kushuhudia kwamba hakuna kushuhudia ya kwamba Mtume Muhammad ni mtume wa mwisho, na kwamba sheria ya Mtume Muhammad imefuta sheria zote. Na huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila alichokuja nacho ni wahi kutoka kwa nani? Na hajaacha chochote. Kwenye ile aya iliposhuka kwenye hajjatul wadaa kwenye suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum, angalia Mwenyezi Mungu akasema akmaltu, nimekamilisha dini yenu, nimeikamilisha. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza neema yangu juu yenu. Kumbe kwenye dini ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu ni kamili. Kamili, haina mapungufu kabisa. Lakini neema ya Mwenyezi Mungu ni timamu. Timamu maana yake nini? Haijakamilika. Inawezekana wewe ukawa na mali, ukawa na afya, lakini huna watoto. Inawezekana Mungu amekupa watoto, amekupa mali, lakini amekunyima furaha, amekunyima furaha katika maisha. Inawezekana Mwenyezi Mungu akupa 1, 2, 3 akakunyima nyingine. Hupewi chote. Hupewi kila kitu. Kwenye neema ya Mwenyezi Mungu. Isipokuwa peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni watu peponi, kule tuna kila kitu kamili. Neema ya Mwenyezi Mungu kwetu kule ni kamili. Lakini duniani neema ni pungufu. Lakini dini ya Mwenyezi Mungu ni kamili. Kwa hiyo kamili maana yake imetimia, hakuna mapungufu. Ama timamu ni huenda kuna mapungufu. Tayeb. Wa iqami sala, na kusimamisha sala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Tukasema sala, kuna sala ambayo ni fardhi na kuna sala ambayo ni nafli. Faradhi zile 5. Hakuna tofauti na hizi 5 ambayo ni maalum kwenu. Kisha kuna zile ambazo ni sunna. Miongoni mwake ni arrawatib, arratiba, zile ambazo mtume alikuwa haziachi, mara nyingi anaswali. Na imekuja kwenye hadithi, yule ambaye ataswali rakaa 12 sunna, Mwenyezi Mungu anamjengea nyumba peponi. Rakaa 2 zenyewe fajr, rakaa 2 kabla ya salatul fajr, rakaa 2 qablia. Kisha dhuhur, kabla ya dhuhur rakaa 2 mara 2 inakuwa rakaa ngapi? 2 za fajr na 4 kabla ya dhuhur zinakuwa ngapi hapo? 6. Kisha baadia nayo rakaa 2. Sawa? Kwa hiyo dhuhur, kabla ya salatu dhuhur unaswali rakaa 4. Rakaa 2 unatoa salam, kisha rakaa 2 unatoa salam. Na baada dhuhur unaswali rakaa 2. Zinakuwa hizi 2 za baada na 4 kabla, na kabla ya salatu al-fajr zinakuwa ngapi? 8. Haya, tumesema 12, zimebaki 4. 4 baada salatu al-maghrib, na 2 ni baada salatu al-maghrib kama sasa hivi, na 2 baada salatu al-isha. Ukikamilisha hiyo 12, Mwenyezi Mungu anakujengea nyumba peponi. Na hii ni maneno ya as-sadiq al-masduq, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na humo pia ndani salatu tarawih ni sala ya sunna, wala si sala ya fardhi. Tahajjud nayo ni nini? Sala ya sunna. Na mengineyo tofauti na hizi 5 ni sunna. Tayeb. Kisha wa ita'u zaka, wa ita'i zaka. Zaka hapa kuna aina 2. Zakatul abdani wa zakatul amwali. Zaka ya mali na zaka ya mwili. Zaka ya mwili tunaitoa kwenye zakatul fitri. Zakatu alfitr ndio inakuwa zaka yani ya mwili, unaitoa kwa mwili wako wewe. Sawa? Ndio maana imekuja sunna ambayo Uthman ibn Affan ijtihadi yake alikuwa akitoa zakatul fitr mpaka kwenye mimba. Mtoto aliyomo tumboni alikuwa akimtolea zakatu al-fitr. Na zakatul amwali, zaka ya mali, nazo ziko aina nyingi. Kuna zaka ya wanyama ambao ni ngamia, ng'ombe na mbuzi.
Kisha kuna zaka ya biashara ambayo inaitwa zakat urudhu at-tijara. Kisha kuna zaka ya mazao. Tayib. Kisha kuna zaka ya dhahabu na fedha. Tayib. Na hii zaka ina masharti yake. Lazima ifikie nisab. Nisab ni kiwango fulani, na baadhi yake aina yake lazima ivuke mwaka mzima, tamamul haul. Tayib. Kisha kasema wal hajj. Kisha nguzo ya 4 nini? Ibada ya hajj. Sawa, ambayo ni maarufu, man istataa ilayhi sabila, aliyekuwa na uwezo juu yake, basi huyu anapaswa kufanya nini? Kutekeleza ibada ya hajj. Sasa hivi gharama ya hajj inatakiwa tiketi, pasipoti, si ndio? Kwa hiyo nayo inaingia pia katika istitaa. Kama kesho mtakuwa mnaenda haji kwa miguu, itakuwa istitaa nayo inaingia, istitaa ya albadan, istitaa ya uwezo wa kimwili. Kwa kila sehemu na hali yake. Kisha ya mwisho wa saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan, nayo ni maarufu.